Kuna mtu akishaugua ameambia bwana wewe figo zako zimefeli leo, ndio anakimbilia NHIF aje akate bima ili aanze kutumia kesho. Sasa bima haifanyi kazi hivyo. Katikati najua mmepitia mambo mengi sana. Makampuni yote ya bima yana cover 15% ya population ya Tanzania. Maana yake ni kwamba 100% yote ikiuma unatokea mtiti. Tunasajili vituo, tuna vituo zaidi ya 10,000 Tanzania nzima ambavyo kokote kule ukienda unapata huduma ya afya ukipata changamoto. Mmepitia tabu sana kwa sababu ya baadhi ya watu kutokuwa waaminifu. Ni kweli unachokizungumza. NHIF imepitia mazingira mengi magumu. Mambo ni mengi sana, muda ni mchache, lakini yote yanatokea. Karibu sana kwenye Fireside Chat ya Credit Info, ambayo inakupa nafasi ya kukutanisha na watu mbalimbali, wataalamu mbalimbali wanakuja kutusaidia, kutuelekeza, kutufundisha, kutukumbusha na kutuambia nini kinaendelea. Mimi naitwa Masud Kipanya, ndio mwenyeji wako. Leo niko na mgeni anaitwa James Mlowe, huyu ni meneja uhusiano kutoka NHIF, huu ni mfuko wa taifa wa bima ya afya hapa kwetu Tanzania. Mambo vipi? Mambo salama. Karibu sana. Asante sana. Wakati mmepigwa kidogo. Mmelaumiwa. Yeah. Tukoje? Ni kweli Masud, unapofanya jambo kubwa siku zote duniani huwezi ukawa ni favorite wa kila mtu. Ukiona kila mtu anakupenda, unajua unachokifanya bado hujafikia kwenye potential. Kwa sababu ukisema mfuko wa taifa wa bima ya afya, maana yake taifa zima kwa ujumla wake linautegemea katika eneo la bima ya afya, ambayo ni sekta nyeti kabisa. Kwa sababu tunasema kwenye taifa lolote lile afya ni kitu cha kwanza, mambo mengine yanafuatia. Labda kwa takwimu za haraka tu, Tanzania kwenye eneo la bima ya afya bado tuko nyuma sana kama taifa, kwa sababu mpaka tunavyozungumza sasa ni Watanzania 15% pekee ndio wanapata matibabu kutumia bima ya afya. Sasa manake Watanzania zaidi ya 85% wanahitaji fedha taslimu ili wakatibiwe. Hizi namba unazozitaja ni kwa NHIF peke yake au kwa bima kwa ujumla? Yaani nikisema 15% ni kama kampuni yote ya bima ina cover 15% ya population ya Tanzania. NHIF ikiwa inaongoza kwa kuwa na 8%. Alafu kuna makampuni binafsi mengi mnafahamu ya bima, yale yana watu 1% tu ya population. Alafu kuna ile bima ya afya ya jamii ilikuwa inaitwa CHF, ambao sasa hivi wale watakuja kuhamia NHIF, ilikuwa inaizo kama 6-7 walikuwa wanaingia kule ambao iko kwenye halmashauri. Kwa jumla population ni 15%. Kwa kampuni zote za bima za afya ndio zina cover wa Tanzania. 85% wote wako nje ya mfumo, wanategemea fedha taslimu kuweza kutibiwa, na tunafahamu matibabu ni gharama na hali ya vipato ya Watanzania inatofautiana. Kwa hiyo utagundua kabisa kuna Watanzania wakati mwingine wanapoteza maisha kwa sababu ya malazi madogo tu, ambayo wangekuwa na kipato cha 20,000, 25,000, 15,000 wangeweza kutibiwa, lakini kwa sababu malazi yanakuja bila kubisha hodi, uweze kujua unapopata matatizo ya changamoto hizo wewe mwenyewe binafsi au familia yako kuugua una kitu gani ndani. Kwa uelewa wangu, uwepo wa NHIF na CHF ulikuwa unafanya kidogo gharama ziko chini ukilinganisha na zile bima nyingine za kampuni binafsi, si ndio? Sasa kwa nini tuna asilimia ndogo? Kuna mambo mawili. Kwa mfano nikizungumzia sisi upande wa NHIF. NHIF ni mfuko wa serikali ulioanzishwa kwa sheria sura namba 395 ya mwaka 1999, na ulianza kutekeleza majukumu yake rasmi mwaka 2021. Na mfuko huu wakati ukianzishwa ulilenga makundi maalum, watumishi wa umma. Yaani sheria ile ililenga kuwakava watumishi wa umma. Sasa watumishi wa umma nadhani unafahamu kama nchi population yake sio kubwa, sio wengi kiasi hicho. Kwa hiyo scope ya mfuko au mawanda ya mfuko kuweza kusajili wanachama ilikuwa ni watumishi wa umma. Kwa hiyo tulikuwa tunaishia hapo kama sheria ilivyokuwa inataka. CHF ilikuwa inaandikisha watu kule kwenye grassroots, ya halmashauri, vijiji na kata, ambao wale pia kule hakukuwa kuna sheria lazima pasee, ilikuwa ni watu wanaelimishwa
wakawekewa viwango rafiki. Kuna baadhi ya sehemu walikuwa wanachangia 30,000, 40 kulingana na hali ya mazingira waweze kujiunga, lakini sio kwa sheria na kwa lazima pase. Kwa bado watu kwa kuna uhiari wa kujiunga. Lakini ukienda kwenye sekta binafsi, kwenye makampuni ya sekta binafsi, lakini pia na wale watu wanaofanya shughuli zao wenyewe wajasiriamali na nini, hakukuwa mpaka sasa hakuwa na sheria inayowalazimisha kuwa wanachama. Kwa kuwa kuna bado kuna ile hali ya uhiari. Kwa kuwa kuna hali ya uhiari na Watanzania bado elimu ya bima, elimu bado ni ndogo, kwamba mtu akatoe pesa asubiri kuumwa mwezi ujao atibiwe, bado watu concept inakuwa ngumu kwa mpaka aumwe ndio atahangaika kwenda. Na tuna tatizo moja ambalo ningependa pia tuliweke wazi. Kuna kipindi watu wanalaumu mfuko kama Controls. Kuna mtu akishaugua ameambia bwana wewe figo zako zimefeli leo, ndio anakimbilia NHIF aje akate bima ili aanze kutumia kesho. Sasa bima haifanyi kazi hivyo. Ni sawa sawa na wewe unasubiri gari yako imepata ajali, imevunjika injini, ndio unaenda kwenye kampuni ya bima ukatie bima ili uende kalipwe. Sasa bima haifanyi kazi hivyo. Bima inatakiwa uweke kabla, na kwa sababu ya uwiano wa sheria mpaka za kimataifa WHO tunasema ili bima iweze kufanya kazi vizuri ni kwamba wakichangia watu 100 kwenye bima, tunatarajia watu 20% ndio wanaweza wakapata malazi ili hao watu kwa wakati ule, ili hao watu 80 waweze kuwakava au wengine waweze kutibiwa, kwa sababu viwango vya bima havireflect hali halisi ya kila mtu atakavyokuwa. Hiyo maana yake ni kwamba 100% yote ikiuma unatokea mtiti. Ndio maana sasa, ndio maana ikitokea, ndio maana mara nyingi kwenye makampuni ya bima haya kuna kipindi ukizalisha tunaita reserve au fedha ya ziada, inabidi uwekeze uitunze, kwa sababu kuna kipindi yanatokea magonjwa ya milipuko. Watu wanaumwa wanakuwa ni wengi zaidi. COVID-19, yes. Lazima uwe na reserve ya fedha, kwa sababu matumizi yatazidi kile unachokusanya kwa kiasi kikubwa. Kwa lazima uwe na reserve fulani imekaa hela kuliweka sehemu. Inapotokea magonjwa ya milipuko, maana yake unategemea mpaka 80-90 ya wanachama. Lakini hesabu zinasema ili uweze kuamudu wagonjwa wako unatakiwa katika watu 100 wanaochangia angalau 20-25. Ndio utafiti ulivyoonyesha, na ndio hali tamudu kuwatibia kwa magonjwa yao. Kuwatibia wale kwa magonjwa yao yote bila kuteteleka, kwa kutumia pesa ulizozikusanya. Kwa sababu unapo calculate zile premium au amount za kuchangia zinakuwa sio zina reflect kwamba akiugua atatibiwa kwa 100,000. Unaweza ukasema premium 20,000. Lakini kwa sababu hawa watu wote tutegemea wataugua kwa wakati mmoja, kwa hiyo ni mfuko nao kusanya kwa pamoja kusaidiana inapotokea wale ambao tunasema angalau 20% wakipata changamoto waweze kubebwa na hawa, na utakaougua 20% leo hawatakuwa hao kesho, litahamia grupu jingine, lakini nao watakuwa wamechangia. Kwa huo uwiano unaleta uwezo wa kampuni za bima au mifuko kuweza kusurvive vizuri na kuweza kuhudumia. Kwa hiyo wewe unapotoa mchango wako kwenye bima, maana kuna uwezekano ukawa unamtibia mtu mwingine, lakini kuna siku wewe ukiumwa hela yako haikutibii, maana yake inaweza isitoshe, unatibiwa na hela mtu mwingine, maana kama kuchangiana na kutibiana. Exactly, na ndio maana ya bima. Ndio maana tunasema hata mfano rahisi ambao tumezoea bima za magari. Unaweza kila mwaka tunakata bima. Unaweza kukuta na miaka 6 hujawahi kupata ajali. Au na miaka 2 tu au mwaka mmoja tu unapata ajali kubwa ya mchango wako haujafika ile hela. Maana yake bima huwa ni premium 3% sijui point ngapi ya thamani ya chombo chako. Sawa? Alafu unapata ajali ya gari ya milioni 25 total damage. Ulichangia sijui 5-6, si ndio? Kampuni ya bima inakulimpazi ile, inakurudisha ile gari. Zaidi hela uliyochangia wewe. Kwa sababu kuna wenzio wengi wamechangia, vyombo vyao havijapata ajali. Kwa hii pia ipo kwenye upande wa bima ya afya, kwamba tunakuwa wengi kwa pamoja, tunachangia kidogo kidogo, lakini kwa sababu tunatarajia hatutaugua wote wakati mmoja, kile kidogo kidogo kikusanywa kinabeba hawa. Kwa sababu kuna mtu wakati mwingine, nitatolea mfano tu rahisi, wagonjwa wanaofanyiwa huduma ya kuchuja damu, dialysis, figo zikishindwa kufanya kazi, sasa hivi watu wanaishi kwa kuchuja damu, ambayo minimum kwa wiki unafanya mara 3. Na hiyo ni maisha sasa. Maisha au mpaka uje kubadilishwa figo, ufanye transplant ya figo. Usipopata dona na ukafanya transplant, maana yake ni matibabu ya maisha. Kwa wiki, yani bei ya chini ukienda kwa huduma mara moja ni 200,000. Kwa maana yake kwa wiki lazima uwe na 600,000. Hiyo ni huduma tu ya kutibiwa kabla ya madawa mengine. Kwa hiyo mara nyingi lazima uwe na angalau na 900,000 mpaka milioni kwa wiki ili uweze kumhudumia mgonjwa wa kuchuja damu. Hiyo ni kwa wiki. Sasa ashumu kwa maisha yetu ya kawaida. Hiyo maskini wanasema
ndio akaji kujiuliza kuna kipengele cha kumrudisha mgonjwa alikotoka, yani sasa mwambie Mungu mchukue mtu wako, kwa sababu haiwezekani kumudu hauwezi ukawa na laki 8 laki 9 kwa wiki, alafu sio kwamba mnapambana labda ndani ya miezi miwili atapona atarudi katika hali ya kawaida. Ni maisha yake mpaka atakapopata dona wa figo afanye transplant ambazo nazo operation zake ni mamilioni ya pesa. Dialysis bima inakava kabisa. Kwa mfano wagonjwa wanachama kifurushi cha standard kinaitwa cha standard cha hawa wanaochangia kwa mishahara ambao wanakatwa 3% na mwajiri anamwekea 3% ya mshahara wake, zinakuwa 6%. Sasa mishahara inaitwa standard kwa sababu gani? Mfuko wa Taifa wa Bima Afya unafanya kazi kwa equity, yani unafuata utaratibu wa equity, sio equality. Ndio kuna tofauti ya equity ni maneno ambayo ukiangalia yanaweza kama yanafanana lakini sio hayafanani. Kuna kipindi kuna maswali. Kuna mtu anachangia kwenye mfuko wa 3% kwa 3, mshahara wake 3 alafu kuna mtumishi anachangia 3% kwa 3, mshahara wake 500,000. Manake michango ya mtu wa 500,000 ni midogo sana kulinganisha michango ya mtu wa 300,000. Asilimia zile lakini kwa sababu ya amount. Sasa watu ingekuwa tunafuata mfumo tutumie lugha yake wa kibepari. Ilitakiwa huyu mwenye mshahara wa 300,000 awe na matibabu tofauti na huyu mwenye mshahara wa 500,000 kwa sababu anaingiza kwa maana ile amount ya pesa. Asilimia zile hela yake inaingia nyingi. Lakini kwa sababu ni bima ya taifa na tunasema ni kubebana, ni kwamba wote wanapata kitita kimoja cha huduma kinaitwa standard. Yaani huduma zinafanana. Ndio zina mambo mengi yameorodheshwa pale ikiwepo dialysis. Kwa mfano huyu mtu mwenye mshahara wa 1,500,000, yeye na familia yake ikitokea mtu kapata hilo tatizo, anakuwa anapata hiyo huduma bure ya dialysis maisha yake. Sasa ngoja, NHIF iko kwa ajili ya wafanyakazi tu. Nilizungumza mwanzo kwamba madhumuni ya kuanzishwa kwa mfuko wa NHIF ilikuwa kwa mara ya kwanza. Sawa. Yes, huko nyuma ilipoanza. Sasa hivi ikoje? Nataka tuje sasa mbele. Utakumbuka mwaka 2023 serikali ya awamu ya 6 ilikuwa ni debate ya muda mrefu kuanzisha kitu kinaitwa bima ya afya kwa wote. Yani it should be kwamba bima ya afya universal. Kwa sababu kwa vipimo vyovyote vile ni kwamba matibabu Tanzania wakati mwingine hata watu binafsi wanamudu kwa sababu yako subsidized kwa kiwango kikubwa sana na serikali. Yani serikali inaweka mkono wake pale. Kwa mfano unaenda kuonana na daktari bingwa analipwa mshahara na serikali. Yani hategemei ile hela ambayo anakutoza wewe mlipe mshahara. Kuna majengo serikali ishajenga yale hayako sehemu ya kodi. Kuna machinery zimenunua na mabilioni ya pesa na serikali hazichajiwi kwenye nani yako. Kwa hiyo unachoweka pale ni 25% labda 30% kinachotakiwa. Kwa hiyo yako subsidized. Kwa hiyo ukisema kabisa kila mtu alipie exactly kwa kile anachotibiwa ni kigumu. Ndio maana serikali mwaka 2023 imetunga sheria namba 13 ya bima ya afya kwa wote. Na kanuni zake zikapitishwa 2024 hii sheria ikaanza kufanya kazi. Kama sasa hivi unasikia kuna wimbi kubwa tunaongelea bima ya afya kwa wote. Bima yako kwa wote ile sheria sasa hiyo imekuja kufungua Pandora box kwamba sasa hivi Mtanzania yoyote anaweza kujiunga na NHIF au hata kampuni nyingine kupitia hiyo sheria ya bima ya afya kwa wote kwa utaratibu maalum. Na akapata hivyo vifurushi vya standard na kila kitu. Na kuna vifurushi sasa viko tofauti kwa sababu kwenye bima ya afya hapana, tunaangalia tunajaribu kuangalia kwa sababu utafiti pia unasema Watanzania wengi magonjwa yetu ni very common yanajulikana. Yaani ukienda hospitali leo wametibu watu 200, utakuta watu 165 wana magonjwa 3-4 yanafanana kutokana na mazingira tunayoishi. Na madogo. Ni haya kawaida. Yaani wanaoenda kwenye extreme ni wachache sana. Kwa hiyo kisemu design kifurushi kitakachogusa yote utawatenga hawa wengi ambao wanaugua mafua, wanaugua UTI, wanaugua malaria, hawataweza kukimudu. Lakini ukiangalia serikali na utaratibu hata hawa ambao hiyo bima haikavi hao magonjwa kupitia utaratibu wa rufaa na ustawi wa jamii wanapata exemption kwenye hospitali. Watu binafsi sasa hivi wanaweza kwa mfano mtu anasema mimi nataka kulipia kifurushi kama cha mfanyakazi cha standard, anaweza kama ana utaratibu mnafikia kipindi mnakubaliana, anaweza kalipia cha standard. Lakini pia kuna vifurushi ambavyo havina utaratibu wa kulipia kwa mwezi, vina hadhi ya standard hata kuzidi standard. Ni uwezo wako kutoa kulipia. Kwa mfano sisi tuna kifurushi hiki ambacho kinatumika kwenye bima ya afya kwa wote cha serikali. Umeona sasa hivi tuna na serikali kuonyesha kwamba iko serious na swala la bima afya kwa wote, imechukua jukumu
la kulipia kaya zote zisizokuwa na uwezo. Nadhani unafahamu kuna mfuko unaitwa TASAF. Upo miaka mingi. Ule mfuko huko maeneo yote Tanzania, kata karibu vijiji vyote. Kuna kaya zilitambuliwa kama kaya maskini. Ule mfuko ulikuwa ukiusaidia financially ili wale watu waweze kuja kujitegemea. Wanawapelekea funds, wanaanzishwa miradi kama kufuga na nini, mpaka wafikie level wanaweza kasimama wenyewe na graduate, wanaanza kuhudumia maskini wengine. Kuna mfuko wa TASAF. Kwa ule TASAF wana orodha ya kaya ambazo hazijiwezi Tanzania, ambazo kaya zisizokuwa na uwezo. Kwa serikali jambo la kwanza imekubali kubeba wajibu wa kulipia zile kaya kwanza. Kwa sababu serikali haitakuwa prudent au haitakuwa busara kusema hao watu wengine wanaopambana barabarani kutafuta pesa zao wenyewe wajilipie vifurushi, wakati kuna watu ambao serikali inatakiwa hudumie kwa hali zao haijafanya kitu. Ndio maana sasa hivi tumeanza, kuna kaya 276 Tanzania nzima zenye watu around 1.3-1.4 million. Tunasajili sasa hivi ambao wanalipiwa moja kwa moja na serikali. Na serikali imeshaingiza NHIF zaidi ya bilioni 47 kwa ajili ya kuhudumia hizo kaya. Okay. Najua nitatamani pia kujua mnafanya vipi kazi na Credit Info. Lakini kabla sijaenda huko, katikati najua mmepitia mambo mengi sana, na nitumie lugha gani ili niweze kueleweka. Mmepitia tabu sana kwa sababu ya baadhi ya watu kutokuwa waaminifu, hasa hospitali zinazotoa huduma. Yani pamekuwa na udanganyifu mkubwa sana. Na hii hapa nitakupiga hapa, lazima tukubaliane hapa. Jiandae. Nimeshakwambia kwa mkubwa pigwa kupu. James, nitakupiga hapa. Kuna maeneo nitakutetea, kuna maeneo ambayo uhuni unafanywa nje. Sawa. Na nadhani huo ni mwingi zaidi. Yani udanganyifu unafanyika sana kwenye nimetoa dawa ya shilingi 3, si ndio? Au nimetoa huduma ya shilingi 3, lakini kwa kuwa nyinyi mnawaamini wale hamuoni, analeta maelezo kwamba katoa huduma ya shilingi 20. Sawa. Hiyo kuna hiyo ya kwanza, nadhani hiyo ni kubwa. Lakini iko ya pili pia ya watu ambao wanakoludi ndani, nadhani panakosekanika uadilifu. Tuanze na yote tuyazungumzia haya na mnachukua hatua gani? Najua hili la hospitali ambayo yamejaa, ambayo upo huduma, kwa sababu kuna sehemu nilikwenda nikaona nilipenda, lakini nilikuja nikaona kile kitambulisho chako kile hivi kina picha, kinakuwa na picha, namba na details zako zote. Sasa ndio hivyo, picha ikiwa iko mfu, nikisema picha mfu mnanielewa. Yaani picha kama quality sio nzuri, anaweza akaja John lakini mwenye kadi ni Juma. Si ndio? Lakini nimeona kuna uhakiki katikati, niliona kuna uhakiki unafanywa pale hospitali. Hebu tupitishe kwenye tumeumia kwa kiasi gani kama taifa. Masudi, naomba nikubaliane na wewe. Ulisema utanipiga, lakini kupigwa wakati mwingine kuna kufanya uwe imara zaidi. Huwa sio kitu kibaya. Ukiogopa sana mara nyingine unabaki pale pale, uweze kugrow. Ni kweli unachokizungumza. NHIF imepitia mazingira mengi magumu hapo nyuma. Ambapo najua kulikuwa kuna potevu wa rasilimali nyingi ambazo ni fedha, kutokana na wadau kutokuwa waaminifu. Kama nilivyosema, kuna mahospitali, watu wa huduma mbalimbali, lakini tusiende mbali, unaweza kukuta hata, kwa sababu taasisi yetu NHIF inafanya kazi zaidi ya 700. Sasa wewe kila mtu kwa kuwa alikokuwa, unaweza kukuta within au 700 kuna mtu ambaye labda kwa tamaa yake au nini anajiingiza kwenye mfumo wa kuweza kuhujumu shughuli za mfuko. Kwa hiyo sio, nakubaliana na wewe, tumepitia hatua nyingi ambazo zilipelekea kutishia kabisa hata uhai wa mfuko wakati fulani, kutokana na ukosekana kwa uaminifu. Umeongea vizuri, kumekuwa kuna tabia ya watu kuazimana kadi za matibabu. Masudi, wewe una kadi yako, umeenda umekutana na mtu anakamzuzu kama wewe kidogo, akienda pale. Lakini pia hospitali wakati mwingine mnakutana na foleni kubwa sana. Daktari kazi yake ni kutibu wale watu waondoke. Yaani wakati mwingine yeye kuanza kuverify kitambulisho sura, wenyewe wakifika wanaingiza ile namba kwenye mfumo na wanambia active. Kwa hiyo huyu mwanachama anatakiwa apate huduma. Inakuwa yeye sio yeye. Yani yeye hii kadi iko active, maana yake mwanachama ana deserve kupata huduma. Akiona hivyo huduma zinaendelea, limekuwepo hilo tatizo ambalo sasa tumeliaddress vipi? Sasa hivi tumehakikisha vituo vyote ambavyo tuna mikataba navyo, vitu viko zaidi ya vituo 10,000 Tanzania vya huduma, kutoka ngazi za chini za zahanati mpaka hospitali za taifa.
tumeweka vitu inaitwa biometric. Kwa hiyo watu wetu wote sasa hivi wakijiunga tunachukua alama za vidole ambazo mnafahamu kisayansi hazijawahi kufanana duniani. Kwa hiyo hilo pia limeweza kuleta udhibiti. Na mara ya kwanza tuliweka tu biometrics kwenye ile point ya kujiregister pale reception. Tukagundua bado watu anaenda muhusika kweli anaweka kidole reception. Kwa daktari anaingia mwingine. Baada ya reception kuna ngazi ya kwenda kumuona daktari. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya uhuni huo. Yaani yule anaweka kidole chake. Na yule wa reception ameshatuma information kwenye mfumo na kuletea mgonjwa mwenye kadi namba fulani. Daktari ya verify tena, najua huyo mtu kawa verified kule. Tukienda pale tunabadilishana, badala ya Masudi naingia Mloe kwa daktari. Kwa hiyo tayari kwa inaendelea. Kwa hiyo tukaongeza point za verification, tukasema tuongeze ukitoka hapa bado haya daktari unakuta kuna mwingine kule pharmacy. Kwa hiyo tumejitahidi kuweka mfumo ili kudhibiti. Najua binadamu kabla hujaendelea. Mimi nasikitika na najisikia vibaya kwa sababu tunafanyaje? Tunafanyaje huyu binadamu huyu Mwafrika, huyu Mtanzania Mwafrika, yani kwa sababu nakupa mfano mmoja. Hicho kipengele ambacho umekitaja kimenisononesha kidogo kwamba mtu anayeumwa ni ndugu yake. Mwanzo alikuwa anampa kadi, anakwenda anatibiwa. Baadaye nyinyi mkaweka kibano cha biometric kwamba bana njoo wewe tukuangalie kidole chako. Anakwenda na mgonjwa hospitali. Anaweka kidole chake. Alafu anaingia ndugu yake. Yaani hii lakini hujuma hii. Yaani nachojaribu kuangalia, najua ndio unasukumwa na umaskini. Lakini umaskini ukiuendekeza, maana umaskini ukiuendekeza si unaiba pia. Umeelewa? Unafanya vitu ambavyo ni vya haramu. Yaani kwa nini hatuwezi kukubali kustahimili? Yaani sijui, najua mazingira, kila mtu ana mazingira yake, ugumu wa maisha tunaujua. Lakini unajua ni tukitaka tuendelee, yaani tukitaka tufike hatua ambayo mpaka huyu mgonjwa ambaye hana kadi tuweze kumpatia kadi kwa gharama nafuu, ni sisi tukisimama kwenye kulipa na kutibiwa vile inavyotakiwa. Yaani huumwi usiende hospitali. Si ndio? Lakini inawezekana kadi moja ikatibia watu 3, watu 4. Kuna rafiki yangu mmoja alinipa mfano wa gari hizi za usafiri wa umma Ulaya huko. Anasema kwamba walikuwa watu wawili, mgeni ametoka Afrika na mwenyeji lakini pia ni Mwafrika. Walipoingia kwenye public transport, kwenye usafiri wa umma, unatumia kadi. Yaani ile kadi una punch tu sehemu. Hamna mtu. Unaingiza tu ile. Ukiingiza maana yake ndio inakatwa hela. Kwa hiyo wote wakawa na kadi, mwenyeji Mwafrika na mgeni Mwafrika. Mwenyeji wa kule Mwafrika akapunch kadi yake. Mwenyeji akaangalia hamna mtu anemtazama, hakuna kamera, hakuna msimamizi, hakupunch, akapitiliza. Mwenyeji hakumuona. Walipofika wakashuka sasa, mgeni Mwafrika anamwambia, "Unaona bwana, mimi sikupunch bwana, yangu haijakatwa." Yule mwenyeji akasikitika akasema, "Sasa wewe ili shirika linalohudumia litajiendeshaje?" Umeelewa? Yaani ndio hiyo ambayo naangalia kwamba tunasema kwamba tuna katika watu 100%, 20%, 80% wanachangia. Sasa tukitengeneza mazingira watu wote, yani ile kadi yako ikawa inatumika na watu 3, 4, huo mfuko utadumu. Hauwezi. Ili tatizo dawa yake ni nini? Labda nashukuru Masudi, umejaribu kuanalyze na kutoa mifano ambayo ina reflect sisi tulivyo. Ni issue uadilifu. Sababu uadilifu sio kwa viongozi tu. Sio kwa viongozi. Yaani uadilifu wanasema, kuna neno linatumika kwa Kiingereza integrity. Nilikuwa na rafiki yangu, na mfano very recent, rafiki yangu ni mtu tu na maisha yake tu. Alinipa story moja nikacheka sana juzi, inayohusu sasa uadilifu. Amesema yeye alikuwa na tabia akienda sehemu za kinywaji. Unanielewa Masudi? Nakuelewa. Amesema yeye nyumbani kwake toothstick sijui nini hanunuaji. Anachukua. Akienda vile vinakuaga mezani. Anasema yeye vile huwa ni mfukoni. Yaani tatizo nafikiri anachukua. Na ni mtu ana maisha tu, yani sio kwamba ni mtu anayebabaisha. Ni mtu aliyepaki gari nje hapo for wheel drive. Anachukua toothpick, anachukua tissue. Yana amesema hivyo yeye. Tomato sauce achukue huyo. Sijajua. Yana amesema hivyo vitu alikuwa kanunui. Alikuwa hanunui. Sasa ananiambia bwana, mimi mwaka huu nimebadilika sana. Kuna siku nilikaa nikajiuliza,
Inawezekana nimeshaonekana kwenye kamera mara kadhaa naweka zile na tai zangu, lakini kwa sababu ni kitu kidogo hawanipasiu, lakini nikitokea wananiangalia wananishangaa. Hayo makitu nimeacha kabisa sasa hizi. Na tafsiri ya uadilifu ni fanya sawa hata kama hakuna hata kama anayekuona. Amesema nilikuwa nafanya vile kwa sababu lakini sasa hivi nimeamua kuacha mwenyewe, sio kwa sababu mtu ananiona. Kwa hiyo naamini kwa mwaka huu that is my positive change. Alikonfesa kanisimulia na mimi sasa nikashangaa nikacheka sana. Nikamwambia my friend 2 sticks za 500, akaniambia ITSB ni hela ya kununua nayo. Imekuwa habit nilizoea, nilikuwa na enjoy. Sasa that is an integrity ambayo inaanzia huku, inaanzia chini kwenye hali huku. Tusiangalie tu kwamba sijui kuna watu kule juu na nafasi, wote inaanzia huku chini. So you are very right. Sasa tukirudi kwenye swala letu kama nilivyosema, tuongelee uadilifu kama taifa. Sasa ngoja kwanza, hiyo mifumo ya alama za vidole inasaidia sasa hivi? Yani hamna upenyo? Unajua binadamu bado ni wajanja kwa kiwango kikubwa, lakini naweza nikakuhakikishia kwamba imesaidia sana so far. Kwa mfano tukizungumza sasa hivi mwaka 2022 2023 mfuko ulifunga mwaka ukiwa na deficit. Deficit ni kama hasara kwa lugha rahisi ya bilioni 110. Yaani umetumia hela zimezidi bilioni 110 ulichokusanya. Deficit. Baada ya kuemploy hii mifumo hii mwaka 2024 2025 hapa sasa mpaka tunavyoongea mfuko umepata surplus. Unafunga mwaka na surplus ya bilioni 200 na kitu. Una ziada bilioni 200 na kitu. Hivi kwa kawaida ziada ile inatakiwa inafanywa nini? Hiyo ziada ndio nilikuambia. Kuna kipindi inatokea magonjwa ya milipuko. Mnakuwa mko tayari. Yaani hizo hela ziko pale ambako mtatumia sana tofauti na michango. Maana yake ni kwamba mkiwa na zile fedha wagonjwa wakiwa wengi mnamudu kuwatibia. Huwezi kusema sasa lazima watibiwe. Sisi tumeshazoea ile ratio ya 20/80 nilikwambia. Lakini kwa magonjwa ya mlipuko hiyo haifanyi kazi. Kija tunafahamu wakati wa corona kila mtu alitembelea hospitalini. Mfano ambao ni recent. Sasa yanatokea magonjwa ya mlipuko, waweza kukuta imetokea magonjwa ya tumbo, labda maji sio tu mkunywa Dar es Salaam mzima watu wako hospitalini. Matumbo. Haya, ndani mmefanyaje? Nje mnaendelea kuweka ibana hizo biometric, lakini na sisi tunaendelea, tunapozungumza hivi pia tunamkumbusha mtu kuhusu uadilifu kwamba kadi uliyoikata ni ya kwako peke yako, na watoto wako wanaza kwao, na wife au mumeo anaza kwake, lakini kadi yako haitaki kumtibia mdogo wako au mjomba wako. Umeelewa Ni kwamba maana yake ni kwamba unalipa mzigo shirika. Sasa huyu anayetutazama anasema, Masudi, mimi nafanya hivi kwa sababu wenyewe ndani pia wanafanya uhuni. Wale wafanyakazi ambao walikuwa sio waadilifu, ambao walikuwa wakati mwingine wanashiriki kuhujumu, nini kimekuwa kikifanyika? Napenda nizungumze vizuri, nashukuru kwa swali zuri. Kwa kweli kwa sasa hata hapo nyuma kidogo mfuko umekuwa na tunasema zero tolerance kwenye fraud. Hiyo ni toni ya kuanzia bodi ya mfuko, toni ya kuanzia mkurugenzi mkuu management, tumejikiwa zero tolerance kwenye fraud. Tunavyozungumza sasa kuna watumishi bahati nzuri sisi kwetu tuna madaktari wengi kwenye mfuko kutokana na nature ya shughuli zetu. Medical kabisa Dr. Cole. Mnakuwa mnaajiri wako madaktari zaidi ya 170 180. Na hao ndio wanaotusaidia sisi kwenye uchakataji wa madai. Kwa mfano, Sudi unakuta mgonjwa kaenda, ile fomu huwa inaandikwa jina la mgonjwa, namba yake ya wanachama. Ameenda anajisikia maumivu ya kichwa sijui na nini. Daktari kamtuma kafanye vipimo fulani. Baada ya hapo akapimwa, akaonekana na shida fulani, akaandikwa dawa fulani. Mimi nikisoma nitatiki tu. Madaktari wanaona huyu alikuwa anaumwa kichwa. Sawa, James, daktari wako sio malaika. Yaani madaktari wa NHIF nao ni binadamu na wana utashi, kwa maana wanatamani kupata fedha. Tunawafanyaje? Ndio nasema nilikuwa naenda huko. Kwa tuna madaktari ambao wanatusaidia. Wale kwanza, kwa nini tumeweka madaktari? Ili waweze kujua mtu anayeugua kichwa possibility nini ambazo daktari anatakiwa kumwambia kapime. Sababu anaweza akakuta ameandikiwa kipimo hakina uhusiano kabisa. Anacho daktari kazi yake anapitia huyu daktari mwenzangu kapita kwenye zile miongozo ambayo wanayo wenyewe ya kitaalamu. Unajua madaktari wana bodi yao kabisa ya ithibati ili uweze kumudu. Sasa
sijakata. Inafikia kipindi kweli tumekutana na hizo changamoto. Watu wetu wameingia, wamekuludi. Wanafanya kazi na madaktari wa zile hospitali wamekuludi. Kilichotokea tuna wafanyakazi kadhaa wamefukuzwa kazi. Sasa inategemeana na ushiriki. Kuna mwingine unakuta baada ya uchunguzi unakuta tu ni negligence. Sio kwamba yani amefanya uzembe. Sio kwamba hakutaka kufanya hujuma. Yani labda yalimzidi yale akasema yaende. Mnaweza kugundua tu ni kwa sababu very unfortunately sasa hivi Masudi fraud zinazohusu pesa tracking yake ni nyepesi sana. Utazipokea kwenye M-Pesa, utazipokea kwenye akaunti, utafanya nini? Tuna wataalamu pale, tuna kitengo cha anti fraud kwenye mfuko. Kina wataalamu kabisa wabobezi wa kufuatilia udanganyifu. Ni kitengo kina manager. Kwa hiyo tukisema Masudi amekuwa suspected kwenye transaction na hospitali fulani anayosimamia, zinaangaliwa zile tarehe, wanapita vyumba vyote ambavyo vinaweza vikakuletea wewe pesa. Umeona? Kwa hiyo kuna watumishi madaktari na wengine, kuna waliofukuzwa kazi, tunao kadhaa. Kuna walioonekana negligence, wameshushwa vyeo na mshahara. Mtu alikuwa manager na kurudi kuwa officer ili sasa aanze kujifunza moja bana, lakini mnatakiwa mfanye kazi kubwa sana. Kuna hospitali unakuta kimeanza kidogo tu mwakani ana ghorofa 7. Umeelewa? Na mimi wagonjwa wenyewe sisi tuna njaa, lakini kwa sababu ya hela za bima wakati mwingine. Mimi najua tuna mazungumzo mengi sana mimi na wewe. Nataka tumalizie tu hii kwa sababu ya muda. Siku nyingine tukipata nafasi tutazungumza. Mahusiano yenu na Credit Info, mnafanya nao kazi vipi? Alright. Nashukuru sana kwa swali zuri ambalo ndio la msingi limetufikisha hapa leo. Kama nilivyozungumza, sisi kama taasisi tunasajili wanachama. Sawa. Na mfuko una majukumu makubwa 4 au 5 ambayo ndio yamepelekea haya makubaliano. Nambari 1 ni kuandikisha wanachama ambao wakiandikishwa kwa mujibu wa sheria wanatakiwa kuleta michango kwa mujibu wa sheria. Nambari 2 tunasajili vituo vya kutolea huduma. Kwa sababu wanachama wetu sisi tunasema Tanzania nzima, kijiji chochote, kata yoyote alipo, akipata changamoto apate matibabu. Uzuri sasa hivi serikali imejitahidi sana kuwekeza kwenye miundombinu. Karibu vijiji vyote vina zahanati. Ngazi ya chini ni zahanati. Inakuja vituo vya afya viko kwenye kata. Tuna hospitali za wilaya, mkoa, rufaa mpaka taifa. Kwa hiyo tunasajili vituo. Tuna vituo zaidi ya 10,000 Tanzania nzima ambavyo kokote kule ukienda unapata huduma ya afya ukipata changamoto. Jukumu la 3 ni kuwekeza ziada ya michango ambayo imepatikana ili izaliane zaidi, ili kutengenezea mfuko ile reserve niliyosema. In case kunatokea jambo linalohitaji matumizi zaidi ya kawaida. Sawa, lakini jukumu jingine ni kufanya tathmini. Kufanya tathmini, kutoa elimu na kufanya tathmini ya uhai wa mfuko kila wakati. Sasa tukija hapo mwajiri au mwanachama anapojiunga, anatakiwa ana wajibu wa kuleta mchango ili apate huduma. Sawa? Sasa inatokea kuna waajiri kuna kipindi wana default hawaleti mchango. Ana watu kawaajiri wanamfanyia kazi kila siku. Hao watu wakiugua maana yake wanakosa huduma. Na yeye sheria inamtaka alete michango ndani ya siku 30 baada ya ule mwezi kuisha ambao mwanachama mtumishi katumikia. Kwa hiyo tunao ambao hawaleti michango. Tuna vitega uchumi kama vya majengo. Of course sisi kama NHIF tuna majengo mengi kutokana na nature ya huduma zetu ni short term. Ni watu wanaoweka hela, ataugua kesho atatumia. Tofauti na pension fund ambazo mtu anaajiliwa leo atadai hela baada ya miaka 30. Ndio maana unakuta na majengo mengi zinaitwa long term investment. Sisi tuna majengo machache Mbeya, tuna Dar es Salaam, tuna Dodoma. Kuna wapangaji kwenye yale majengo na mikataba. Sasa unakuta kuna mtu kapanga, alilipa vizuri rent, inafikia kipindi na default. Anaanza kutolipa rent, service charge atoi. Wanakuwa wadaiwa hao. Lakini pia sisi ili kuhakikisha hao watu wa huduma hawa wanatoa huduma bora kwa wanachama wetu wanaoenda. Tuna huduma ya kutoa mikopo ya kuboresha miundombinu na kununua vifaa tiba kwa hawa watu wa huduma, maana yake vituo vya afya. Na makato yao uzuri wakitibia kila mwezi wanaleta invoice, tutakubaliana kila mwezi tutakukata 20% ya madai yako halali kufidia huo mkopo. Kwa hiyo kuna watu wamechukua pesa, labda amejenga hodi ya wazazi, amejenga x-ray room, amenunua vifaa x-ray mashine zile, tumemkopesha. Tunashukuru wengi wanafanya vizuri kurejesha, lakini kuna baadhi hawarejeshi hizo mikopo. Unakuta kuna mtu mwingine kwa sababu zake binafsi amefunga kituo cha afya, lakini sisi tunamdai labda milioni 400. Manake ile kwa kufunga au kutokufunga haijustify hiyo kutoleta ule mkopo. Huo kote wanaingia sasa, ndio wanaingia credit. Sasa hao
ambao tumefanya jitihada zote za kidiplomasia kama taasisi za kimahusiano, imeshindikana kwa sababu yale ni mapato ya mfuko ambayo yasipopatikana yanasababisha mfuko kutotekeleza majukumu yake sawa sawa kutoa huduma. Tukasema hawa wenzetu wana utaalamu wa kutusaidia kukusanya yale mapato ili huduma au zile hela zikikusanyika tuendelee kuboresha huduma kwa mahusiano. Hawa mkataba ndio umesainiwa tayari. Kwa maana mahusiano kimkataba yako tayari. Kuna hatua inayoendelea sasa hivi, watu wa upande wako wa technical na wakwetu kwenda kufanya interface ya mifumo ili kuwe kuna exchange ya information zitakao wasaidia hawa kujua shida iko wapi, kwa sababu kule tuna module kabisa kuonyesha wanaodaiwa. Kwenye real time unajua kabisa huyu. Sasa hawa kwa utaalamu wao watusaidie kusukuma hili kundi la hawa watu ambao wanadaiwa na mfuko madai halali, lakini hawatimizi wajibu wao ambao unasababisha sisi kutengeneza wakati mwingine malalamiko. Kuna mfanyakazi na kadi ya NHIF, anajua mwajiri wake analeta michango, anaenda hospitali anakuta kadi yake imefungiwa kwa sababu hakuna michango. Kelele zinarudi NHIF, tuna chama tunapeleka michango NHIF watupi matibabu, lakini ni kwamba mwajiri wake hajatimiza wajibu wa kisheria ambao utawezesha watu wake waweze. Kwa mahusiano yetu na sisi na InfoCredit Tanzania ni kuhakikisha kwamba wanatumia expertise yao wakati sisi tunaendelea na majukumu yetu mengine ya msingi, kwa sababu sisi wataalamu wa kufuatilia madeni. Hiyo ni taaluma na ina watu wake kabisa, wana njia zao, wako certified. Ili sisi tusitumie nguvu nyingi huku, tuendelee kuandikisha wanachama wapya. Tuna issue ya bima afya kwa wote sasa hivi nimekuambia. Tunategemea Mheshimiwa Rais azindue anytime soon. Sasa hivi tunakimbizana kumalizia usajili wa zile kaya 276. Kutakuwa kuna watu zaidi ya 1,200,000 ndani ya muda mfupi ujao waliolipewa na serikali watakuwa wanapata matibabu bure. Okay, asante sana. Hiyo ni njia ya kuelekea kwenye bima ya afya kwa wote, ambapo Watanzania wote baadaye watakuwa na bima kupata matibabu bila kuwa na changamoto ya kutegemea fedha taslimu. Asante sana. James, mwisho kwa sekunde 1.5 una kipi cha kuambia Watanzania? Watanzania napenda kuambia jambo moja, tujiepushe na vitendo vya udanganyifu. Kwa sababu consequences za hivyo vitendo ni kubwa. Kama mwanachama umefanya udanganyifu, unafungiwa kadi yako wewe na wategemezi wako wote, hutapata matibabu kwa kipindi kirefu na kuna consequences za fine kubwa. Kwa hiyo nawaomba watu tuwe waaminifu. Tumezungumzia neno la uadilifu, tulibebe, lakini pia kuna sheria ya bima ya afya kwa wote, Watanzania wote wakae sawa. Inaanzia bima 1,500,000 kwa mwaka kwa kaya mpaka ya watu 6. Tukubaliane 1,500,000. Kuna kitu kimoja James nimekiona, huwa napata message ya watu wangu wakitibiwa. Sawa? Manake hata kadi yangu nikiitumia message itakuja. Nikikuta kadi yangu imetumika sehemu na mimi sijaenda hospitali na sijafanya uhuni, natakiwa nifanye nini? Kwa kweli tunaomba na tunawasisitiza kila siku, ukikuta jambo hilo limetokea, ili usikumbwe na balaa, wasiliana na sisi. Tuna njia nyingi za mawasiliano. Tuna namba ya bure, toll free number 0800 787800. Piga simu haraka ili kama uchunguzi unafanyika kajulikana hilo jambo limetokea, usikumbwe na hiyo kadhia kufungiwa huduma, ili sisi tushughulike sasa na hicho kituo kilimtibu nani, tufuatilie ni yupi aliyetumia namba yako isivyo na aliipata wapi hiyo kadi, eza kopi au nakala, na kwenda kutibiwa kwenye hicho kituo. Asante sana. Ndio James Mlowe, meneja uhusiano bima ya taifa, mfuko wa taifa wa bima ya afya. Mbona inanitoka mfuko wa taifa wa bima ya afya? Nilikuwa naye leo, alikuwa anatupa bado kuna mambo mengi sana ya kuzungumza naye. Ikipatikana nafasi tena tutazungumza. Kwa niaba ya wote ambao wamekuletea Credit Info Fireside Chat, mimi ni Masud Kipanya. Bye bye.